Ninakusalimu popote ulipo mpenzi mtazamaji wa hichi kituo, hujambo? Je, wewe ni mtu wa one term ama wewe ni mtu wa two term? Ninaomba unijibu hapa chini, kwa sababu mazungumzo yetu haya mostly yataenda kuguza siasa za one term na two term, kwa sababu kuna mzozano na mfarakano ambao uliweza kuzuka katika kaunti ya Kirinyaga, mahala ambapo mbunge aliweza kumnyang'anya MCA kipasa sauti kwa sababu Rigathi Gachagua alikuwa anazungumza kwa simu, na ile simu iliweza kuwekwa karibu na microphone ili wananchi waweze kupata sauti ya Riggy G. By the way, Riggy G anapendwa ground, licha ya wabunge wengine ambao wanamsapoti Rais William Ruto hawamtaki Riggy G. Sasa kioja hichi au drama hii iliweza kuzuka katika kaunti ya Kirinyaga katika mazishi ya mzee Francis Ngari mwenye umri wa miaka 74 katika kijiji cha Kiarukungu, eneo bunge la Mwea, kaunti ya Kirinyaga. Hii iliweza kutokea baada ya mbunge wa eneo hilo mwenye anaitwa Mary Maingi kunyakua kipasa sauti wakati aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua alikuwa anahutubia waombolezaji waliokuwa wamekongamana kwenye mazishi ya huyu mzee Francis Ngari kupitia kwa simu. Sasa mzee Francis Ngari kwa kiduchu tu ni baba yake mzazi Michael Kinyua Ngari, ambaye anahudumu kama mweka hazina wa chama cha watumiaji wa maji wa skimu ya umwagiliaji ya Mwea. Sasa MCA wa wadi ya Tebere Peter Karinga aliwaambia waombolezaji ambao walikuwa kwenye mazishi haya ya mzee Francis Ngari kwamba aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua alitaka kuwasalimia, akieleza kuwa marehemu alikuwa mwanafunzi mwenzake Rigathi Gachagua wa zamani katika shule ya upili ya Kianyaga, Gichugu, Kirinyaga. Sasa kiongozi huyo wa DCP Rigathi Gachagua alipoanza kuzungumza kwa lugha ya nyumbani, MCA Karinga alimuomba mmoja wa wanaotafuta kiti cha ubunge eneo hilo la Mwea ashike kipasa sauti, yani microphone, huku yeye akishika simu kwa ajili ya mawasiliano. Sasa akiwahutubia waombolezaji, Gachagua alisema kwamba serikali ilikuwa ikiwaumiza wananchi kiuchumi kwa kuagiza mchele kutoka nje ya Kenya, huku wabunge wakitazama wananchi wao wakikandamizwa. By the way, ni jambo baya sana kipindi ambapo watu wetu wa Mwea mnapanda mchele ambao sisi wenyewe ndio tunapaswa kuconsume, lakini serikali inaumiza wale wapanzi wa mchele, inaenda inaagiza mchele kutoka nje, wanakuja kuua soko la wakulima wa mchele. Sasa Gachagua aliweza kusema hivi kwa sababu alizungumza kwa lugha ya nyumbani, naomba niweza kukutafsiria. Alisema hivi: hatutainama mbele ya mtu yeyote. Tatizo kubwa tulilo nalo ni wasaliti wa jamii yetu, viongozi tuliowachagua ambao hawatetei watu wetu. Wanafanya kazi pamoja na Kasongo huku akiendelea kutukandamiza, kama vile mbunge wenu Mary Maingi ni msaliti wa jamii, anakaa pamoja na Ruto huku akiendelea kutukandamiza kwa kununua mchele kutoka nje ya Kenya. Sasa ni katika hatua hii ambapo mbunge
Mary Maingi ambaye naye alikuwa kwenye haya mazishi, ambaye alikuwa ameketi kwa utulivu wakati wa hotuba hiyo ya simu ya Rigathi Gachagua, alinyanyuka na kuanza kupiga kelele huku akisema, akimwambia Rigathi Gachagua, shame on you, aibu kwako. Hali hiyo ilisababisha mvutano wa kusukumana kati ya mbunge huyo na viongozi hao wawili, MCA na yule ambaye anatafuta kiti cha ubunge, waliokuwa wakizungumza na Rigathi Gachagua, jambo lililosababisha vurugu za muda katika mazishi hayo. Kindly subscribe, like video, sikiliza hii kanda. Juge pole ni ndo wa Muthike Francis ndimwire pole ni muno andu akiaruko kuna family yake ni mwikite wega tondu gunugo mutugo gitu wa Mugikuyu omwitu agia na maitho ritugoka na ndashigo kumugiria jokie gatho gwe kanitha ni kurehe mahoya mucio cio jokie gatho kuri andu othe akiaruko kuna atongoria ni gugo kunyitana na mucio cio mwathani ya muhurukio horo ahe family yake thayo amagirie maithori matuike akuiganira no makimenyo na kwarito Ngai ari ugitiini andu ake aguko kunejokagia gatho ni mahoya manyu twina mahinda marito muno tarurire ni undu wa kunyarirwo ni mundu witagwo Gathogo agatuhura muno na agatunyarira ta nyumba kariwa arehe mucere kuma na guku raya mucere witu kaga mundu wa kugura leo mucere witu gwite bei ni ciringi 60 no makarehe mucere kuma na kuja negetha mahijiriria andu aitu niguo tuthine tutuike ahoi tumuinagire gutiri mundu tukainamirira na gutiri mundu tukainira tutingeirira mundu twi kombo no kia turuti okombo ini ino leo tura gumunene muno ni akunyariria ruriri atongoria twathurire na matiaragiriria andu aitu manyitanagira Gathogo agituhatiriria ta mujumbe wanyu gwitwo Mary Maingi ni mukunyariri wa ruriri ni mundu akwendia ruriri witu na leo maikaraga na rutu agituhatiriria. Shame on you. Shame on you. Hello. Hello. Sawa, Your Excellency. Sawa, Your Excellency. Yeah. Tulieni kidogo tafadhali. Tulieni kidogo. Sometimes, mpenzi mtazamaji, wanasema kwamba ukweli unauma. Ukweli unauma. Mbona ninasema kwamba ukweli unauma? Sasa ninakuuliza, ni kitu gani ambacho kiliweza kumchochea huyu mbunge Mary Maingi akanyanyuka kutoka mahala ambapo alikuwa ameketi na kuanza kumwambia Rigathi Gachagua kwamba aibu kwako, kama si ukweli ambao Rigathi aliweza kuzungumza kwamba yeye Mary Maingi ni msaliti? Iwapo Mary Maingi hakukuwa msaliti, haya maneno ya Rigathi Gachagua hayangemuuma. In fact, kama ulikuwa makini kutazama hiyo kanda vizuri, hata umati waombolezaji ambao walikuwa wamefika kwenye yale mazishi walikuwa upande wa Rigathi Gachagua.
na ndio walianza kupiga kelele kipasa sauti kilipochukuliwa. Bi Mary Maingi hataki wananchi waweze kulishwa ukweli kwamba yeye ni msaliti. Hebu nikuulize, sasa atasemaje anatetea watu wa Mwea? Atasemaje huyu Mary Maingi, atasemaje kwamba anatetea watu wa Mwea kipindi ambapo serikali ya William Ruto inaagiza mchele kutoka nje ya Kenya, maybe kutoka Tanzania, maybe kutoka taifa lingine. Mchele ule unakuja kuua bei ya wakulima. Wanaagiza mchele kutoka nje ya Kenya kipindi ambapo wakulima wetu wako na mchele ambao wamepanda upande wa Mwea. Najua kipindi ambapo nilikuwa pale shuleni, shule ya msingi 2009 pale nyuma, kati ambapo nilikuwa class 8. Ninakumbuka vizuri tukisoma ilikuwa inaitwa social studies. Siku hizi sidhani kama hayo masomo yapo, sababu wameleta sijui mambo ya CBC. Zamani tulikuwa tunafanya social studies, tulikuwa tunasoma mambo ya Mwea Tebere, jinsi ambavyo wanapanda mchele, yani Mwea Tebere irrigation, jinsi ambavyo wanapanda mchele. Itawezekanaje sasa hivi hawa wakulima ambao wamebeba uchumi wa Kenya wanaonekana kama watu ambao hawafai, na serikali inaamua kuagiza mchele kutoka nje ya Kenya, na mbunge wao ameketi pale bungeni anaimba tutam, lakini Rigathi Gachagua akisema kwamba yeye ni msaliti, anasikia anawashwa, na ndio maana amepokonyana kipasa sauti. Wasaliti wote wa jamii au wasaliti wote wa Wakenya wakiitwa wasaliti huwa wanasikia vibaya sana. Lakini kitu ambacho mimi ninajua, ukweli unauma, na wananchi si wajinga. Tayari wameona wale wabunge ambao wanawawakilisha na wale wabunge ambao ni wasaliti. Kwanza wale ambao walipitisha ule mswada wa bajeti 2024, those are betrayers. Hao mkienda kupiga kura 2027, jaribu kuangalia vizuri. Yeyote mwenye alipiga kura ya yes, huyo ni msaliti wa Wakenya, kwa sababu alisababisha wananchi wengi wakaaga dunia. For God's sake, mtu hataki kuitwa msaliti kipindi ambapo anaamka na kitabu chake, kalamu yake kwa gari, anaelekea bungeni kuenda kupigia mswada kura yes, eti kwamba waagize mchele kutoka nje ya Kenya, huku akiwa anajua kwamba wapiga kura wake kutoka upande wa Mwea wanapanda mchele. These are the traitors ambao tunapaswa kufagia wote waende nyumbani 2027. Sio eti kwamba ninatetea Rigiji, hapana, but ninasema kwamba wasaliti wote, badala ya kuweza kupiga kura ambazo zinatulinda. Unajua, angalau wangemwambia rais kwamba usiagize mchele, tuko na mchele wa kutosha. Maybe kutoka mahala ambapo ninatoka kuna wakulima wa kutosha ambao wanapanda mchele huko wa kutosha, tuende tununue kutoka kwao. Au waache kununua kutoka nje, unapata kwamba mkulima na yeye atanufaika kwa kupata faida, na yeye apeleke watoto wake shuleni. Ukileta mchele unaua soko. Sijui wazo lako ni lipi? Sema nasi na rejea na mengi tena zaidi. Endelea kusubscribe, endelea kulike video. Mwenyezi Mungu awabariki. Asanteni sana.